akinipenda atanishika. Pendo langu mimi Bwana atampenda. Mtu akinipenda atanishika. Pendo langu mimi Bwana atampenda. Akamwambia Tena akasema, mimi njia kweli na uzima, hatuendi kwa Baba yangu ila kwa njia yangu. Mimi njia ya kweli tena ya uzima. How to cast your burdens on the Lord. How to do it. Unawezaje kuashiria mizigo kwa Bwana? Sababu mizigo iko kwa roho na kwa mawazo. Si kwa mwili. Najua kwa mwili unafungua tu unaweka. Lakini iko kwa roho na kwa mawazo. How can you do that? Unawezaje kuashiria? Mara nyingine unaenda kuomba, unakumbuka mambo fulani. Mambo yanakuja. Unaenda kuomba yanakuja, yanakuwa mengi kwako. Mara nyingine unaweza kusukumuziwa, unaanza kulia sababu ya mizigo ambayo imekusukuma. Lakini unawezaje kuashiria hiyo mizigo yako, ya watoto wako, ya mume wako, ya mke wako? Maana watoto mizigo, wake zetu ama wake wetu ni mizigo, waume wetu bado ni mizigo. Maana kuna challenges nyingi katika maisha. Katika familia kuna mambo hutokea ya kifamilia, na mara nyingine inakuwa mizigo kwetu. Tunapaswa kupeleka kwa Bwana. Hiyo mambo tunaashiria kwa Bwana. Naambia Bwana tumeshindwa, Bwana hatuwezi. Njia moja ya kuashiria mzigo, hiyo mzigo, say it to the Lord. Hiyo mzigo iseme mbele za Bwana. In other words, pray. Ama kusema hilo jambo kwa Bwana. Ukitaka mzigo wako Mungu akubebee, mwambie mzigo ulio nao. And also be specific. Kuna watu huomba maombi aina fulani. Wanasema nimekuomba machache na mengi unayajua. Haukuwa na haja ya uombe. Be specific. Mungu hata hiyo ingine mengi hukusema, haikuwa inakusukuma. Ulisema ile kusukuma. Kwa hivyo hata kama hao machache umeomba nayo na hao mengi yanajua, hata hiyo machache yalikuwa anajua. Lakini kwa nini umwambie? Be specific to your prayer. Kama unataka hiki, sema Mungu nataka hii. Hii ndio mzigo wako. Useme kwa Bwana. Be specific. Unaposema kwa Bwana, hiyo mzigo utauacha pale na uamini Mungu kwamba amekutendea. Mara nyingine tunapoomba na kuombewa tunakosa kuamini. Na Mungu hutembea katika barabara ya wanaoamini. Unapoomba, unapoombewa, just believe imefanyika. Unaachana na hiyo mizigo hapo. Na ukiamini hivyo, Mungu hufanya katika jina la Yesu. Mama mmoja mshirika alienda kupata mtoto akiwa hospitali, akaambiwa atafanyiwa CS, inaitwa CS. Alright. Alipoambiwa atafanyiwa hivyo, akaambia yule daktari, kwanza kabla hujanifanyia hivyo, washa niongee na reverend wangu. Akanipigia simu akiwa hospitali, akaniambia niombee. Nikamuuliza utaamini? Akaniambia nitaamini. Ukiwa na ushuku utaamini? Akaniambia nitaamini. Sasa nikaombea yeye, nikamuombea Bwana amsaidie na ampe mtoto na njia ya kawaida, the normal way. Sasa ilipofika masaa ya kupelekwa kwa theater, akaambia daktari, ngoja kidogo, reverend wangu ameniombea. Na vile nimesikia akiomba, amesema nipate mtoto na normal way. Kwa hivyo siendi theater na ngoja mtoto. That's faith. Baada ya masaa kadhaa akanipigia simu, akaniambia unajuaje mchungaji, nimepata mtoto vile uliomba. What is that? That's faith. Daktari anasema apelekwe, yeye ananipigia. Na niamini kwamba amepokea. Shida mingi inayopata watu wa Mungu ni kwamba wanaweza amini daktari sana,
kuliko watumishi wa Mungu. Mama mzee akienda hospitali ama mzee kabisa pia na daktari, toa nguo nikuduke sindano. Utaduka wapi? Na nyumba, toa nguo. Haoni shida kutoa nguo. Ni mzee na ni kijana. Kama ni kamsichana atatoa tu. Kamsichana kamwambia toa, atatoa. Anaamini daktari. Baada mchungaji aitane mapema, unafikiria wapa second thought. Akiamua kunywa dawa hizi hivi asubuhi jioni saa 6, hata akiwa wapi anakumbuka asubuhi jioni ya saa 6 ili ya jioni anakumbuka, anaamini hiyo aliambiwa. That's faith. Neno la Mungu na kuombewa, ukiombewa amini hivyo umeombewa na uamini imetendeka, na uache hiyo mzigo hapo. Sasa uanze kuenjoy maisha, useme niliombewa, nilipokea hapo, nilipokea uponyaji, nilipokea. Unaenda ukisema hivyo, you have received it, na unaacha hiyo mzigo hapo katika jina la Yesu. Sasa mara nyingi tunaposema tunaiasha. Ni vizuri kuomba, ni vizuri kusema hilo jambo, na ni vizuri kuamini, ni vizuri kuliasha hapo. Sina wakati wa kusoma maandiko mengi, lakini you can do it for yourself. The book of Psalms 70 verse 1 and 2. Wale wanaandika ndio nasema hivyo because of them that are writing. Psalm 70 verse 1 and 2, also Psalm 69 verse 1 and 3, Psalms 11:18 from verse 1 to 3. Inasema kuhusu kuomba. Daudi aliashiria mizigo yake kwa Bwana. Daudi angekuwa na shida nyingi, angeipeleka kwa Bwana na kumwambia Bwana unisaidie. Na Bwana fanya haraka kunisaidia. Vizuri kuashiria mizigo yako kwa Bwana, and also be specific. What do you want? Ni nini hicho unataka? Ni mzigo gani huo uko katika moyo wako? Useme na uashirie kwa Bwana. Unapousema, Bwana hutubebea mizigo. Na sio kutubebea tu, hata sisi bado atatubeba. Lakini be specific. Praise the name of the Lord. Huwezi kuwa master of everything. Hivyo be specific. Ikimalizika unaanza hiyo ingine. Unaambia Bwana hii ndio sasa hapa ndipo niko. Unaashiria hiyo mzigo kwa Bwana. Be specific kwa ile jambo ambalo na limekusukuma, limekusoka sana. Prayer. Huwezi kaa, huwezi ishi bila maombi. Have your own time with God. Have your own time. Sio hiyo maombi ya matangazo ya kanisa, kama hiyo ni mzuri, but have your own time with God. Pata nafasi yako na Mungu. Pata wakati wa kuomba. Ashiria maisha yako. Hata kama itakuja baadaye, just say it to the Lord. Kwa hao watoto wako, kwa hao mume wako, wataje mbele za Bwana. Name them before God. Waashirie kwa Bwana, Bwana atawabeba na Bwana atawashughulikia katika jina la Yesu. Kumniambia amen. Amen. Train yourself to be mtu wa maombi. Tengeneza mahali pako pa kuombea. Kama ni kwako nyumbani, mahali ambapo mnakutania kwa maombi. Mara nyingine mambo inakuwa mengi katika familia. Tunashikana na mke wangu na watoto wangu, mara nyingine tunapiga magoti. Tunaomba watoto wangu wajue kwamba there is God in heaven. Hata kama wanaona baba yao kama ana uwezo, I want to train them. There is a God in heaven. Huyo ndiye tunayeomba pamoja na Mungu hujibu maombi. Tunayasema hayo mambo yote kwa Bwana. Na wengine nayataja wakisikia. Because I want them to become. I want them to become. Kwa hivyo na wanenea mbele za Bwana vile nataka wawe. Wanasikia, they listen. That wao akiwaombea, they listen when I pray for them. Hallelujah. Amen. Sometimes naenda kwa lugha, wananiuliza dadi hapo ulisemaje hapo, na waambia hata mimi sijuagi, lakini Roho Mtakatifu anaelewa. I want to train them to pray. Kuomba si kushindwa. Kuomba ni kujiashiria kwa Bwana. Unaambia Bwana nimelete kwako yote na nimejiashiria kwako. You need to have time with God and enough time.
Kanisani ndio kunakuwa haraka. Speed. Enda supermarket. Unaanza sukuka hivyo, Naivas usukuke Naivas hivyo. 1 hour. Kiangalia 1 hour kuja makanisa. Speed. Watu waende. You need time with God. Huwezi faulu bila Mungu. You cannot. Huwezi faulu bila Mungu. We need enough time with our God. Have time with God. Pray. Say to God. Number 2. Get into God's work. Gia kwa neno la Mungu. Itakusaidia kuwasha mizigo. When you know the will of God, you'll be able to cast your burdens on the Lord. Unaweza kuwasha mizigo yako. Elewa neno. Mara nyingine hata kwa maombi yetu tunapaswa kuomba according to God's word. Huwezi tisha Mungu kwa vocabulary za maombi. Mungu ulitazama neno lake alitimiza. Maandiko yasema hivyo katika kitabu cha Yeremia kwamba he watches over his word to fulfill it. Kwa hivyo tunapoingia katika maombi lazima tuombe according to God's word. Bila Mungu anavyosema tuombe hivyo. Pengine ni mtoto hauna na kwako nyumbani katika ndoa yako kuna shida. Maana sana wanaume hutaka watoto, na kama huna mtoto hata wale wazazi wa both sides watakaa wakiulizana, wapi mtoto? Uzai mtoto? Wewe ni tasa? Wewe nini? Unaitwa majina mengi. Na pengine wewe unampenda Mungu. Na hili jambo umeombewa, na hili jambo linajulikana na Mungu. Ni vizuri kuomba, sababu kuna wamama katika Biblia hawakuwa na watoto. Ilifanyikaje kwao? Unapoenda kwa maombi, omba na hayo maandiko. What happened to those women? Kuna wazee, ile shida unapitia thing yani. It's not a new thing. What you are going through, kuna wengine walipitia kitambo. Katika Biblia kuna mambo yote ambayo tunapitia iko katika Biblia. Niko peke yako kasi kuna nini? Are we together? Yes. Ile shida unapitia sio wewe wa kwanza. Angalia hapa mwenzako uangalie tu mwambie, ile shida unapitia sio wewe wa kwanza. Kuna wengine walipitia the same problem but they overcame. In the Bible. What happened? Soma hiyo andiko. Tafuta huyu mzee alifanyaje? Tafuta Musa, tafuta Ibrahimu, tafuta hao wazee. What happened to them? Soma hayo maandiko. Then pray according na hiyo maandiko. Mungu utembea juu ya neno lake alitimize. Huwezi kutisha na vocabulary za kuomba. Mungu wa Muumba wa mbingu na nchi. Jehova Rafa, Jehova Jaire. Hatishiki? Huwezi kutisha. Anajua yeye ni Jehova Rafa. Sasa mtoto wako akikuja kwambia dad, my dad, do I know? I know, I am a dad. Hayo hazi kutisha. My dad, najua. Lazima afanye kile namwambia. Nenda jikoni uniletee kijiko. Niliambia msichana wangu hivi asubuhi. Go to the kitchen, leta kijiko. Akaniambia dad, and you are still there? Wewe siende kama kwenda. Unataka hiyo kijiko nimemwambia. Hata akiniambia dad, nataka afanye vile nimemwambia. Wewe tisha Mungu na vocabulary. Wewe lazima ufanye anavyosema, omba kwa neno. Hata kama hutumii vocabulary, hata huna vocabulary yoyote, pray vile unasikia kwa moyo wako na uombe according to the word of God. Mungu usikia hiyo maombi. Hallelujah. Amen. In the book of Romans 15
verse 4. Romans 15 verse 4. Warumi 15 mstari wake wa 4 nasema nini hivi? Ndugu yangu, are you there? Read for us. Oh, hallelujah, hallelujah. 15 verse 4. Biblia inasema, maana yote yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi, ili kutokana na saburi na faraja tupewayo na hayo maandiko matakatifu tupate kuwa na matumaini. Yes. For everything that was written in the past was written to teach us. Hivyo ndivyo maandiko inasema, the book of Romans 15 verse 4. Kila kitu kimeandikwa katika Biblia. It was written to teach us. Hallelujah. Amen. You need to know the word of God. Iliandikwa itufundishe. Ukifika mbinguni hakutakuwa maana ya Biblia. There is no need of Bible. Utasomewa kwa Heredo. Ate ukuti ate Maraki anasoma Yohana. Utakuta mbinguni tuna mwenye Biblia. Biblia ni ya sasa. It was written to teach us. Iliandikwa itufundishe. Na ili tuwe na uvumilivu. So that, nasema hii kwa Kiingereza, so that through the endurance taught in the scriptures, the endurance taught in the scriptures, and the encouragement they provide, we might have hope. Tuwe na uvumilivu. Tukisoma haya maandiko, tunaona vile Mungu alifanya, aliwatendea, yanatufunza. Tunaelewa hii maandiko, inatupa tumaini. It will give us hope. That's why we need to know the word of God. Train yourself to read God's word. Amen. 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 Niuliza mtoto wangu nikamuuliza, huyu msichana tunaongea na yeye sana, connected sana na yeye. Sijui wasichana wanakuwa connected na mababa sana. Alisikia nakuja akaniambia uniashi. Aliamuka maombi pamoja nami. Nisimuashe. Kamuuliza unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani baby? Ananiambia I want to become a pilot. Okay. Mimi si pilot. Lakini anataka kuwa, nikasema sawa, soma, asome. Sasa alipoenda shule siku ya kwanza, first time, akafundishwa hii tuda inaitwa apple. Na apiwa hii inaitwa apple. Na akifika nyumbani kamwambia inaitwa apple. Akaniambia no dad, it is not apple. It is apple. Mimi ni baba yake. Na ananiambia aliambiwa it is not apple, it is apple. Sasa kusoma inamfundisha. Watu huingia darasani wanasoma high school to university, degree ya kwanza, ya pili, wanaitwa graduates, wana master, wanakuwa madaktari, wanaitwa professors. Kusoma vitabu. They become a doctor. Huwezi niambia wewe ni daktari na unataka kuwa daktari, you want to become a doctor na uendi shule. Unalalala mtaani. What do you want to become a doctor na uko mtaani? Na ninashangaa. Niko na shaka na hiyo udaktari wako. But doctors are in class. You want to become wako kwa darasa. What do I want to say? Ukisoma hii maandiko, when you read this one, usome mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, because you need to become somebody when you read this one. Lazima uwe kitu unaposoma hii maandiko. You cannot remain the same. First year, second year, fourth year, fifth year, 10th year, hufanyiki
unakuwa na afya. Unapokuwa umeteswa, unakuwa umebarikiwa. Unakuwa because you have learned the word of God. Nakwambia siku ya leo, kuwa rafiki wa neno. Know the word of God. Kuna watu ukiuliza kwa nini ulibatizwa na maji mengi, anajua mmebatizwa wengi wengi. Ukiuliza why are you baptized? Andiko liko wapi hilo? Tukibatizwa. Ajui andiko liko wapi? You need to know the word of God. Why are you born again? Imeandikwa wapi kuokoka? Know the word of God. Ili unapoenda kuomba, omba kwa neno la Bwana. Hallelujah. You will become. Yesu aliambia wanafunzi wake, follow me, I will make you. How do we follow Jesus? We follow Jesus in the word. We follow Jesus by the word. When we follow him, he makes us a blessing. Hallelujah. Amen. He makes us rich. When we follow him, we follow Jesus in the word. It is in the word. Train yourself to read God's word. Jifunze kusoma neno la Bwana. Kama hujui kusoma, somewa neno la Bwana. It is sweet. Kuna watu hawasomi, wanaichukua sana. Leo ni nini? Ni Sunday. Wapi Biblia? Wale, mliweka Biblia yangu wapi? Anakumbuka siku hiyo. Jifunze kusoma neno la Bwana. Speak it to your life. Hallelujah. Amen. Ikiwa hapa imeandikwa hivyo, hii Biblia yangu, this is the word of God. Ikiwa hapa, it is called Logos. Hii ni neno la Mungu, lakini haifanyi kazi. Hata ukiweka kwa kichwa kitandani usiote baya, madogo zitakuja. This is called Logos. Haifanyi kazi. Iko hapa. Na watu wana Biblia, wanakaa nazo nyumbani, zinakaa mahali. Zinakaa hapo. Hiyo ni neno la Mungu. Na wanajua that's God's word. Inakaa hapo. Haifanyi kazi. When you open God's word, unapofungua neno la Mungu, unalisoma. Unapolisoma hivi, the Bible says it is active. Hivyo ndivyo Biblia inasema it is active. It is powerful. Unapolisoma, inaanza kuactivate. Activated in your life when you read God's word. Inaitwa Rema word. Now it is just from Logos to Rema word. Rema word means unapolisoma mahali limeandikwa, mimi nitabariki. Hakuna yule mtu amebarikiwa, hakuna kumlaani. Ukisoma hapo, ilikuwa tu hapo. Si wakati huo unafungua imeandikwa, it was still there. Lakini ukifungua usome, wale Mungu amebariki, hakuna wa kulaani. Inaanza kuactivated. Tena unaitoa hapa kwa maandiko, unaiweka kwa roho yako. Unaanza kuisema, I am blessed of the Lord. I am beyond curse. Nobody can curse me. I am beyond that. I am blessed. Hakuna mtu anaweza kunilaani. Unaitoa hapa inakuwa Rema word. Unaanza kulinena katika maisha yako. Simoniambia amen. Amen. Sometimes when you know the word, you speak the word. Wale wanajua sheria ya nchi, wanakuwa mawakili, advocates and lawyers and judges. Hao wanafanya hiyo ya kotini hao. They know the law. Unapohukumiwa, they use the law. Jaji anapokaa anasema kifungo fulani ya nchi ya Kenya na sheria inasema hivi, mtu kama wewe unapaswa kufungwa na nimekufunga. Na ni maneno wanasema just what? Nimekufunga. Na unafungwa. Na anasema
jina la Yesu. Una declare that. It's called a level one. You declare it. Unapoisema hiyo mambo inafanyika. Elewa neno la Mungu. Jua neno la Mungu. When you know the word, then unaweza kuashiria mizigo yako na maisha yako yanakuwa rahisi. Si Mungu awabariki. Amen. Nataka niombe nani kwa dakika moja ama mbili tatu. Umebarikiwa. Umesoma kitu kweli? Yes. Train yourself to cast your burdens to the Lord. Acha Bwana akubebee mizigo yako. Amen. Don't have to die. Enjoy life to the max. Furahia maisha by the way. Na ni machache, life is good. Enjoy life. Asante sana, tukushukuru mtazamaji wetu na msikilizaji popote ulipo. Nataka kusema kwamba Mungu akubariki kwa kututazama. Tuko eneo la Teto Kegogoini, kanisa la Full Gospel. Nataka kukuombea kwamba Mungu akubariki na kutendee mema kwa sababu ya kututazama. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, naashiria hii baraka kwa mtazamaji wetu popote alipo, kwamba Bwana utamtendea mema. Asante sababu amenisikiza neno lako na kupitia kwa neno lako atabarikiwa na inuliwe. Wengine wako na mahitaji mbalimbali, naomba Bwana uwatendee mema. Wengine ni wagonjwa, ninaashiria uponyaji juu ya miili yao. Kupitia mtandao huu wapokee uponyaji. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu akubariki na uwe na usiku mwema wenye baraka na amani za Bwana. Tukutane Alhamisi nyingine. Mungu akubariki sana na kutende mema. Amen.